Naitwa Zainabu Mshana, ni naibu wa mkuu wa chuo anayeshughulikia masuala ya fedha na utawala. Mafunzo haya kama nilivyosema awali yanahusiana na kutoa mafunzo ya usalama barabarani kwa walimu wa mkoa wa Dar es Salaam katika manispaa zake 5 zote. Katika hizi manispaa tumealika wawakilishi wachache kwa ajili ya kupata haya mafunzo yanayohusiana na usalama barabarani kwa watoto wa shule za msingi. Sasa ni kwa nini walimu, lakini ni kwa nini tunaenda kwa watoto wa shule za msingi? Sisi wenyewe ni wadau wa usalama barabarani. Tunaona kundi kubwa la watoto sasa hivi wanatumia miundombinu yetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hii miundombinu imetengenezwa kwa namna mbalimbali ambazo bila kuwaelimisha hawa watoto namna ya kutumia hiyo miundombinu ya barabarani, usalama wao hautakuwa mzuri. Kwa hiyo tumeona tutumie nafasi hii kutoa mafunzo kwa walimu hawa wachache ambao wataenda kutusaidia pia kutoa mafunzo kwa walimu wengine waliobakia kule. Baada ya hapo hii elimu itaenda chini zaidi, kwa maana ya kwamba watatengeneza session sasa za kufundisha madarasani kuhusiana na mafunzo ya usalama barabarani. Watoto kama mnavyojua, wapo watoto ambao wana uwezo, wazazi wao wanawachukulia magari, wanapelekwa mpaka shuleni, lakini kuna wengine wanavuka barabara. Sasa ni vizuri tukahakikisha kwamba hawa watoto wanavuka, lakini kwa usalama ambao tunaujua. Zipo njia mbalimbali za kuwasaidia watoto wavuke barabara, lakini wakiwa na elimu wao wenyewe inaweza kuwasaidia wao kutumia hii miundombinu kwa usalama zaidi. Ndio maana tumeenda huko na tumeona kwamba wadau wakubwa ambao wanaweza kukutana na hilo grupu kubwa la watoto ni hao walimu ambao wanakaa nao darasani kila siku. Malengo yetu ni kutembea maeneo yote ambayo tunafikiri kwamba na uhitaji wa hii elimu, ikiwepo mikoa mingine. Na hapa tulivyowaita hawa wanafunzi walimu siku ya leo, sio kwamba tumeanza leo. Tumeshatembea mikoa mingi, Mbeya, Iringa, Dodoma, tukiwa tumetoa mafunzo kwa wale wadau watumiaji wa barabara. Sasa tunavyorudi sasa kwenye upande wa kudili na walimu, tumeanza na mkoa wa Dar es Salaam na tutaenda mikoa mingine kwa ajili ya kutoa uelewa huu. Naitwa Godlisten Msumanje, mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani. Wakati huu sasa, kwa kuwa tumekuwa tukitoa mafunzo hususan kwenye shule za msingi, tunasema outreach, kuwafikia wanafunzi mashuleni katika mikoa mbalimbali, tukaona changamoto, sisi tunafika mara moja kwa kipindi fulani, lakini kuna haja sasa kuweka nguvu sasa kuwawezesha walimu ambao wako nao wakati wote ili waweze kutoa hayo mafunzo. Ndio maana sasa sisi kama kituo na kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tumeona tuanze na walimu. Sasa maeneo ya msingi ambayo tunalenga hasa kuwasaidia walimu, kwanza tunafahamu kwamba kuna mtaala serikali imeshaandaa kwa walimu, lakini mchakato wa kuandaa walimu ili waweze kufundisha vizuri ni mchakato ambao ni endelevu. Sisi tunalenga kuwajengea uwezo kwanza kwenye delivery ya ule mtaala au ufundishaji wa ule mtaala, utekelezaji wake. Lakini pili, tunawafundisha matumizi sahihi ya alama za barabarani, matumizi ya alama na taa za barabarani. Lakini pia tunawafundisha ili waweze kuwafundisha walimu namna gani bora ya kuvuka barabara. Tutatumia mbinu zote za vitendo na za kiualimu kuhakikisha walimu hawa wanajengewa huo uwezo wa kuweza kufikisha ujumbe kwa wanafunzi kadiri inavyowezekana. Kuhakikisha kwamba elimu hii kwenye halmashauri au za manispaa 5 za jiji la Dar es Salaam, tunahakikisha kwamba baada ya mafunzo haya tunaenda kwenye mikoa mingine vile vile kwa ajili ya kujenga uwezo kwa walimu ili tuweze kufikisha elimu hii katika ngazi za awali kabisa, ili tujenge kizazi salama na kuhakikisha barabara zetu ni salama.
Naitwa Mwalimu Saidi, natoka Manispaa ya Ubungo. Kwanza nishukuru Chuo cha Usafirishaji NIT kwa fursa ya mafunzo ambayo wametupatia kwa ajili ya kwenda kuitoa kwa wanafunzi ambao tuko nao kule mashuleni. Elimu hii itakwenda kuwasaidia watoto wetu, hasa ule uvukaji wa barabara. Watoto walio wengi katika manispaa yetu walikuwa wana ile elimu namna gani bora ya kuvuka barabara. Kwa elimu na mafunzo ambayo tunayapata hapa na tunatarajia kuja kuyapata, yatakwenda kutuwezesha sisi washiriki kwenda kuwafundisha wale watoto namna gani iliyo bora na njia gani ili kuepusha ajali zisizo za lazima, ili watoto wapate elimu ambayo wamekusudia iwasaidie katika maisha yao. Naitwa Mwalimu Aisha Abel Ndikese, mwalimu kutoka Manispaa ya Kigamboni. Kutokana na changamoto tunazopitia mashuleni, hasa kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi, wamekuwa hawana elimu ya kutosha kuhusiana na mbinu mbalimbali wakati wa kuvuka barabara. Hivyo tumekuwa tukishuhudia matukio mengi sana ambayo wanafunzi wanakumbana nayo, hasa ya kugongwa na bodaboda, bajaji na magari. Hivyo naamini kwa mafunzo haya naenda kuwa balozi mzuri mashuleni, sio kwa wanafunzi tu, hata kwa walimu natarajia kutoa elimu hiyo. Kwa jina naitwa Shedrack Michael, ni mwalimu kutoka shule ya msingi Chanika kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kipekee nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa chuo cha NIT kutupa fursa kwa kutujengea umahiri ambao utatuwezesha kwenda kuwa chachu na chumvi, kwa maana ya kwenda kupunguza ajali za barabarani. Lakini tunapunguzaje? Ni namna ambavyo tunaweza kwenda kuwajengea walimu wenzetu uwezo ambao tutakuwa tumekupata, lakini pia si walimu tu, tutakwenda kujengea uwezo kwa wanafunzi ambao tunakwenda kuwafundisha, lakini pia hata jamii ambayo inatuzunguka, kwa sababu nchi inakuwa. Kwa hiyo kwa mfumo ambao yamkini tunaishi nao tofauti na tutakavyokuwa tunaishi nao kwa miaka 5 ijayo, vitu vinaongezeka. Kwa mfumo huo, maana yake tunapoenda kujengea uwezo, kuna vitu vingi sana ambavyo tunakwenda kuviongeza na kwenda kuhamisha kutoka kwa chuo hiki, lakini pia kwenda kuhamisha kwa wanafunzi, wazazi, walimu wenzetu na hata jamii kwa ujumla inayotuzunguka.